Naam, uhali gani mtazamaji wa Kawabe Media? Bila shaka mzima buheri wa afya, na kama kuna mushkil katika afya yako, basi Mwenyezi Mungu akufanyie taafifu uweze kurejea katika hali yako ya kawaida. Mimi naitwa Salum Amani, hii ni Political Theater. Leo tunao mdahalo hapa katika Political Theater tukiangazia siasa za vyuo pamoja na athari zake katika ustawi wa vijana pamoja na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Na studio nimewaalika hapa ndani kwa ajili ya mdahalo huu. Nipo na comrade lakini pia nipo na kamanda. Natumia maneno haya kwa sababu mara nyingi wamekuwa wakiyatumia kutokana na itikadi ya vyama vyao. Nipo na Emmanuel Hindila. Yeye ni katibu wa chama cha UVCCM, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UDSM Mlimani. Lakini pia nipo na ndugu yangu Angus Okech. Yeye ni mwenyekiti wa baraza la vijana la Chadema Bavicha upande wa UDSM Mlimani. Tutakuwa hapa tukijadili mambo kadha wa kadha, tukiziangazia hasa siasa za vyuo na masuala mazima ya vijana na athari zake katika maendeleo ya taifa. Mimi naitwa Salum Amani, utasalia na mimi hapa mpaka tamati. Kwanza jamani, kwema? Kwema. Ndio, nikianza na ndugu yangu Angus Okech, mambo yanaenda vizuri? Nashukuru sana. Karibu sana Kawabe Media. Lakini pia Emmanuel, karibu sana. Asante Kawabe Media. Asante. Naam, tunaziangazia siasa za vyuo vikuu na vyuo kwa ujumla. Tunafahamu hivi sasa katika taifa letu kumekuwa na mijadala mbalimbali inaendelea kuhusiana na siasa, lakini ni kama siasa zenyewe ambazo zinabeba ama ndio kama msingi wa siasa tunazoziona hivi sasa ni kama umesahaulika. Nikasema leo nipate nafasi wa kujadiliana na nyinyi pamoja kuhusiana na siasa hizo za vyuo ambazo ndio hasa mlengo wa vijana unaanzia huko. Tuanzie kwenye ngazi za vyuo. Natamani kufahamu kuanzia kwako Angus, Bavicha UDSM, mnaziendesha vipi hasa siasa zenu? Nashukuru sana, lakini ningependa tu nianze kwa kusema ya kwamba siasa za vyuo vikuu hasa kwa watu wa upinzani zilikuwa ni ngumu sana. Ukimwona kijana wa upinzani anajiingiza kwenye siasa za vyuo vikuu, kwanza anaweza akahatarisha masomo yake, lakini pia anaweza pia akahatarisha maisha yake kwa wakati mmoja. Kwa sababu kubwa moja, kuna mfumo ambao upo kwa ajili ya kuwafuatilia vijana kwenye vyuo mbalimbali, kama mtu huyu ana itikadi fulani au ana itikadi fulani. Hata vijana ambao unaona wanakuzwa kwenye vyuo vyetu hawa wanashika nyadhifa mbalimbali za uongozi kwenye serikali za wanafunzi, wengi wao watokana na mfumo wa Chama cha Mapinduzi na hawatokani na mfumo wa vingine vya upinzani. Sasa ukishaona una kaliba au una aina fulani ya viongozi ambao wengi wao wapo kwa ajili ya kusifia watawala na sio kwa ajili ya kubeba maslahi makubwa wanafunzi, unaharibu taasisi ya elimu, unaharibu kizazi cha kesho, unaharibu taifa la kesho. Kwa siasa zenu mnaziendesha kwa namna gani sasa katika hali hiyo ambayo mnaipitia? Siasa za upinzani vyuo vikuu zinaendeshwa kwa moyo. Zinaendeshwa kwa namna ya kuweza kuwashawishi watu, kuwashawishi wanafunzi waingie kwenye mbinu zenu. Ni kazi ngumu sana, lakini zinaendeshwa kwenye mazingira ya kuweza kuuza sera. Sisi tuna vijana ambao kwa asilimia kubwa kila mmoja ukimwona kijana wa upinzani vyuo vikuu ni vijana nondo sana, lakini kwa bahati mbaya sana mfumo unawapiga vita. Mfumo wa vyuo vikuu karibu vyote kwenye nchi unawapiga vita vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na sio wengine. Sawa. Emmanuel, wakati ambao siasa za Bavicha katika vyuo vikuu zinaendeshwa kwa moyo na ugumu, nyinyi siasa zenu UVCCM zinaendeshwa vipi haswa? Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa siku ya leo, na moja kwa moja nikienda kwenye swali, kwa sababu kila mmoja na itikadi yake na anajua namna kuendesha, kwa sababu hata taifa la China itakavyoendesha nchi yake tofauti na Marekani kutokana na perception tofauti. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi, kwanza wanasema katika vyuo na vyuo vikuu hawapendi ile siasa ambayo nasema ni direct. Sisi mara nyingi siasa yetu nafanyia nje japo ni wanachuo. Umeona?
hatufanyi moja kwa moja. Ndio maana uwezi ukaona sisi ukafanya jambo tukafanyia ndani ya chuo, kwa sababu hatupendi kuingiliana mambo ya siasa pamoja na mambo ya kitaaluma, japo sisi ndio viongozi wa leo na viongozi wa baadaye. Kwa hiyo sisi ambacho tunakifanya ni kwamba tunaendesha siasa zetu nje, lakini kwa mtindo wa kuelimisha vijana, kwa sababu tunajua wale ndio viongozi wa baadaye. Kwa hiyo tuna base sana katika kuwafundisha itikadi ya Chama cha Mapinduzi na jinsi ya kuwa kiongozi mzuri, ambapo kwenye Chama cha Mapinduzi nasema kwamba kiongozi wa kijamaa. Unaposema kwamba siasa zenu mnaziendeshea nje ya chuo, hali ya kuwa wafuasi wenu tunaamini wengi wanatoka vioni. Kwa mfano pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, maana yake wafuasi wenu watakuwa wanatoka ndani ya chuo. Mnafanyaje haswa sasa kuendesha siasa nje ya chuo, hali ya kuwa tunaamini kwamba kuna nyakati itabidi mkutane na wanafunzi? Je, mtakutana nao katika mazingira nje ya chuo, na mnafanya vipi kuwasiliana nao nje ya mazingira ya chuo, hali ya kuwa siasa zenu mnaziendesha nje? Sasa hivi wanasema kwamba ni kipindi cha utandawazi. Kwa hiyo kuna mitandao ya kijamii, kuna WhatsApp groups. Kwa hiyo asilimia kubwa uwezi ukatukuta sisi tumeitisha mkutano labda kwenye venue ya chuo, umeona? Kwa hiyo tunachokifanya naendesha sana siasa zetu katika magrupu. Kwa mfano tukaa tuna kikao, kwa maana tunatumia magrupu kwa ajili ya information kwa wanachama wetu, kuambia kwamba kikao kitakuwa sehemu fulani, ambacho hakifanyiki ndani ya chuo tunafanya nje ya chuo. Ndio maana nikasema kwamba siasa ambayo tunaifanya tunaiendesha ndani ya chuo, japo lakini wahusika wakuu ni wanafunzi ambao wapo ndani ya chuo, lakini in practical tunafanyia nje ya chuo. Sawa, nirejee kwako Angus Okech. Ukitazama siasa ya Bavicha, taswira halisi na ukujia kichwani ni mapambano makali sana, mapambano mazito, na inasemekana kwamba mara nyingi siasa ya Bavicha huwa inaendeshwa pia na mipango mahususi, kwamba kuna wakati viongozi wanakuwa na mipango, wanaitwa vijana wa vyuo vikuu, kuna namna wanapewa maelekezo ya vitu fulani fulani ya kufanya. Mmekuwa mkihusishwa pia mara kadhaa hata kwenye kuanzisha baadhi ya mavuguvugu ya migomo katika vyuo, kulingana na jinsi ambavyo siasa zenu mnaziendesha. Hili lina ukweli kiasi gani? Haina ukweli hata kidogo. Hakuna chama cha siasa ambacho kinaweza zikawatumia vijana wake kwamba wafanye makosa ambayo ni kinyume na sheria za nchi. Akipo chama cha hivyo. Ila ni vijana wenyewe kwa asilimia kubwa ambao wana mapenzi mazito na nchi yao, wanaamua kuingia kwenye matukio ambayo havunji sheria, lakini wanaitisha midahalo kama hivi. Lakini pia wanaweza wakaitisha vitu kama mikutano, si ndio, vya ndani kwa ndani, wakapangilia baadhi ya hoja zao ili mradi wazifikishe kwa mamlaka. Lakini toka miaka ya 2015 kurudi nyuma kuja mbele mpaka sasa hivi, hauwezi kukuta tena labda kuna migomo vya vikuu au maandamano vya vikuu, kwa sababu sheria imekuja mpya sasa hivi kwamba kijana yote au mwanachuo yote ambaye atajihusisha kwenye maandamano au migomo direct anakuwa ametolewa kwenye mfumo wa elimu wa nchi hii. Sasa Chadema haijawahi hata siku moja kuwalazimisha wanafunzi wao, si ndio, kwamba eti wafanye migomo kwenye vyuo vikuu. Haiwezekani, na sijawahi kuona kitu kama hicho toka nimejiunga na chama hiki miaka yangu yote. Sawa, wakati hao inaendelea, tukirejea Chama cha Mapinduzi, CCM ninazungumzia baraza la vijana, mmekuwa mkitajwa kama machawa. Yaani ni watu ambao wanasifia kila kitu kwa sababu tu kinahusisha au kina kihusu chama chao au kina maslahi ya serikali, kwa sababu serikali iko chini ya chama tawala ambacho ni Chama cha Mapinduzi. Kwa nini vijana wa CCM mnaonekana kuwa ni machawa? Niseme tu Watanzania wengi umeona wanashinda kutafsiri nini maana ya chawa na nini maana ya kuwa itikadi fulani. Mfano mzuri, it means kwamba mtu ambaye anashabikia Yanga ni chawa Yanga, au ambaye anashabikia Simba ni chawa Simba. Kwa sababu kuna jambo jingine ambalo unaweza likafanywa ukasema kabisa Simba anaonekana ni underdog kwa timu ya Yanga, lakini bado atabaki katika imani yake ya Simba kusema Simba ni club bora. Kwa nini? Kwa sababu mapenzi na timu. Kwa hiyo kwa mfano sisi vijana tunaweza kuona ni machawa
lakini sisi tunaishi katika itikadi ya Chama cha Mapinduzi, na itikadi inavyosema au niseme wakati unaapa kuna nanili moja ambayo unasema kwamba utaitetea CCM na itikadi yake popote pale. Kwa maana sisi tunatetea itikadi, sio kwamba tunakuwa machawa, lakini tunatetea itikadi ya Chama cha Mapinduzi. Kama ilivyokuwa mashabiki wa Yanga wataitetea timu yao ya Yanga, mashabiki wa Simba wataitetea timu yao ya Simba, hata mashabiki wa Man U ambao wanafanya vibaya lakini bado wataamini kwamba timu yao ni bora. Kwa sababu gani? Ile kitu kinatoka moyoni. Inatoka moyoni, kwa maana mimi timu yangu ni mapenzi fulani, kwa hiyo lazima niitetee. Kwa kile mnachokifanya pengine sio uchawa, ila ni kutetea kile ambacho mnakuwa mnakipenda. Ukiangalia unaangalia katika situation gani ambayo unatetea, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo unakuta ni mambo ya ukweli. Umeona? Hapo issue ni propaganda. Umeona? Kwa hiyo ambao wengi wanadhani propaganda ni maneno ya uongo. Hapana. Kwa sababu ndio maana ukiangalia propaganda zinagawanyika katika sehemu kuu 3, ambapo unasema kuna white propaganda, grey propaganda and black propaganda. Asa unavyobase katika white propaganda ndio pale mtu anaweza kukuona kama ni chawa. White propaganda ni kumshawishi mtu akubaliana na ukweli ambao unaamini wewe, lakini kwa kutumia kitu ambacho kipo halisia kabisa. Sawa? Kwa mfano unaweza kusema kwamba kafanya vizuri na unaonyesha kabisa kwamba kuna SGR ambayo imekamilika. Kile kitu ni cha uongo au cha ukweli? Ni kitu cha ukweli. Umeona? Ukasema labda kwa mfano kuna daraja sio ilikuwa linajengwa Mwanza la Busisi limekamilika, watu wanapita. Kwa hiyo mtu anaweza akasema wewe ni chawa, lakini ukiangalia uhalisia kweli daraja limekamilika. Kwa hiyo ile ni white propaganda ambayo unashawishi watu uweze kukubaliana na Chama cha Mapinduzi kutokana na mabadiliko au na maendeleo ambayo yamefanyika. Kwa hiyo watu wengi wanashinda kuangalia chawa ni nani, kwa sababu chawa kwanza anadepend kwa mtu. Umeona? Kwa maana yeye anategemea kula kwa mtu kutokana na kumsifia labda anavyofanya anavyodhani wenyewe. Lakini ukiangalia uhalisia unakuta ambaye hata anasema anatetea, unakuta halipi hata shilingi 100 lakini anatetea. Si ndio? Kwa hiyo sasa uchao unakuwa wapi? Kwa sababu yani hadipendi kwa mtu ili ale, lakini anatetea itikadi ambayo anaiamini yeye. Kwa hiyo yani tafsiri ya chawa kwa Watanzania wengi imekuwa changamoto. Lakini Angus, wakati wewe unaamini Chama cha Mapinduzi, vijana wake wengi ni machawa. 100%. Kwa nini unaamini? Kwa sababu kubwa ni watu ambao wanageuza ukweli kuwa uongo na uongo kuwa ukweli. Chawa ni mtu yote, chawa maana yake ni mdudu mchafu anakaa kwenye kwa mtu msafi. Chawa ukishakuwa chawa anapenda kukaa sehemu chafu, akai sehemu safi. Ndugu zangu hao hivi sisi kwa 100% ukimwambia unapinga utekaji anakuambia hakuna utekaji, na wakati kwenye nchi kuna utekaji. Unapinga rushwa unasema hakuna rushwa, na wakati kwenye nchi kuna rushwa. Unapinga matumizi unapinga matumizi mabaya ambayo viongozi wanayafanya kwa nchi yako, anasema hakuna matumizi mabaya ambayo serikali inafanya. Sasa unaweza kujiuliza mwenyewe kwa 100% kwamba nchi inaongozwa vipi? Kama unaweza ukawa na kaliba ya viongozi kama hawa ambao wanakuzwa kupitia vyuo vikuu, kwamba kesho na kesho kutwa waje wachukue mikoba waweze kusukuma taifa mbele, alafu bado wanashindwa kukemea ukweli, wanashindwa kukemea maovu, unajenga taifa la ajabu sana. Na hii inasababishwa kwa sababu hawa ni watu wa kupokea maagizo kutoka juu. Ni watu ambao kwa 100% wameondolewa uwezo wa kifikra. Yaani wanalazimishwa kukubali uongo hata kama ni mbaya, lakini unalazimishwa kukubali uongo. Kesho yake ngoja nikwambie kitu kimoja sana. Nchi zetu za Kiafrika ilipofikia sasa hivi tunakuza vijana ambao kwa 100% wanaenda kuharibu Afrika siku zinazokuja. Mkoloni alitengeneza kaliba ya viongozi majasiri sana. Mkoloni aliweza kumtengeneza Nyerere, mkoloni aliweza kumtengeneza Nelson Mandela, aliweza kumtengeneza wakina Kwame Nkrumah, kina Thomas Sankara. Wote wale wametengenezwa kwenye serikali za kikoloni. Lakini jiulize, baada ya nchi hizi kupata uhuru, viongozi wa Kiafrika wakaanza kutengeneza viongozi wa kuwashabikia watawala na sio kwa ajili ya kusimamia maslahi ya wananchi. That's why ndio maana kila sehemu ambapo kuna kijana of system ukimweka sehemu ana prove failure. Kwa upande wenu nini?
Sisi Chadema nyeupe ni nyeupe, nyeusi ni nyeusi. Ndio maana unaona kuna wakati ilifika tukaanza kumpinga Mbowe. Chadema tunampinga Mbowe wazi wazi. Hatumteti. Kumshabikia Lissu sio uchawi. Kumshabikia Lissu kama anafanya mema lazima umshabikie, lakini kama anafanya maovu lazima umseme. Lissu sio Mungu, Lissu sio malaika, Lissu ni mwanadamu, ana madhaifu yake na ubora wake. Kama akifanya madhaifu yake tutamkemea. Hiyo ndio mwenyekiti wetu. Chadema ndivyo jinsi ilivyo. Sawa. Emmanuel, nyinyi kama UVCCM, wewe kama katibu wa UVCCM Mlimani, unaamini nini kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema? Yaani ukisikia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema au ukisikia Bavicha, wewe unapata taswira gani? Kwa taswira yangu mimi, kwa sababu sivi ni mfumo wa vyama vingi, ninachojua mimi ni chama cha upinzani. Kwa hiyo ndo taswira ambayo naiona kwa Bavicha. Ndo taswira ambayo naiona kwangu mimi ni kwamba ni chama cha upinzani. Watu wengi ambao wapo katika chama chenu wamekuwa wakikabili mara kadhaa Chadema kuhusika na masuala tofauti. Tuchukulie mfano mzuri. Ongechi kumekuwa na taarifa za kupotea kwa baadhi ya watu na vijana. Ndio. Wengine ni wanafunzi pia kabisa. Ndio. Maana yake hawa wanaweza wakawa wapo katika taasisi hizi Bavicha au UVCCM. Ndio. Katika changamoto kama hii. Ndio. Huwa mnazungumza, yani mnakutana Bavicha labda na CCM kwa pamoja kukaa kujadili changamoto za namna hiyo ambazo zinawakumba nyinyi kama vijana. Kwa asilimia kubwa ndugu zangu CCM hawezi kukubali kwamba sisi nao tukae meza moja. Hawezi kukubali kamwe. Ndio. Anachokisema Ongechi kwamba huwa hamkubali kukaa meza moja kujadili masuala ya pamoja kwa ajili ya ustawi wa vijana pamoja na maendeleo ya taifa. Ile ni ukweli kiasi gani? Hii ni perception ambayo yeye ndo alionayo. Mfano leo mimi ni kijana wa UVCCM, uongo kweli? Yeye ni kijana wa Bavicha. Lakini nimekuja pigana story hapa mkuu samani. Mimi nakumbuka mwenyewe mwenyekiti aliyopita UVCCM nishawahi kumfuata nikamuuliza, kuna vijana UVCCM na Chadema pia wanapotea, lakini pia kuna vijana wengine pia ambao hata hawajihusishi na siasa wanapotea kila siku. Tunaomba tukutane sisi kama vio vikuu kwenye jiji la Dar es Salaam, tukutane sehemu moja tuweze kupata sauti kuhusu hili swala. Bwana yule ananiambia kwamba kwenye nchi hii hakuna utekaji, wale wanajiteka wenyewe. So hebu imagine mtu kama huyo, mnaweza vipi mkashia mambo? Haiwezekani. Sio mbali sana, mimi mwenyewe nilikuwa natafuna polisi. Sijui ni polisi, sijui ni watu namna gani, siwafahamu. Nimefuatiliwa almost 1 week mwaka jana. 1 week. Ripoti zangu zipo mpaka chuo kikuu kwamba kuna watu wanamtafuta Angus Okechi from nowhere tu. Siwafahamu wanaishi wapi, ni taasisi za ulinzi na usalama au tu ni watu kutoka sehemu mbali, siwajui, ni watu wasiojulikana, siwafahamu, lakini wananifuatilia mimi. Ninavyozungumza hapa pia mwaka jana kuna katibu wa uonezi wa Chaso Dar es Salaam alikamatwa akawekwa ndani siku 12, amekuja kuachiwa. Anasema wazi kabisa kwamba walikuwa wanamuuliza kwa nini anachochea vurugu. Ni kijana yuko mwaka wa 2 unamweka ndani. Kwa sababu ambazo hazina kichwa wala mguu, unamweka ndani. Turejea baada ya mfano wewe ambapo ulikuwa unatafutwa. Ndio. Ikasemekana taarifa zikafika chuo kikuu. Ulichukua hatua gani pengine baada ya kusikia taarifa? Hatua ya kwanza mimi nilichofanya ni kwamba nilienda kuripoti. Chuo kikuu pale kuna sehemu anaita auxiliary police. Nilifika pale nikatoa maelezo yangu, nikasema kuna watu wanatafuta. Ikabidi sasa wale watu wa auxiliary wakanipeleka kwa polisi, wale wa national karibu pale. Wakawapigia simu, je, kama kuna mtu kama huyu ambaye mnamtafuta? Wakasema ndio, kutoka kwa RCO. Basi njooni tuweze kuzungumza naye, yuko hapa kwetu.
hawakuja mpaka hivi sasa. Sasa nashindwa kuelewa what the problem, na kama kweli mimi nimekosea nchi, si ndio? Kuna taratibu za kunikamata, si ndio? Mimi nafahamika na soma Udism, unafika pale unamuelezea labda dini ya student au unaelezea watu wa ulinzi wa pale chuo kwa bwana namtafuta Angus Okech kwa sababu 1 2 3, na kwenda wanikamata kisheria, si ndio? Wanipeka kitu cha polisi, wanifungulia kesi mahakamani. Kama nimekosea kwenye nchi hii, nina haki ya kufungwa na sio kupotezwa. Sawa. Ndio. Katika haya ambayo tumezungumza, watu ambao walifanya vurugu au vijana waliofanya vurugu wengine sio wa taifa hili la Tanzania, lakini baadaye wanasema vijana pia walilipwa. Unaamini katika yale yaliyotokea? Kwa mfano tukiuliza sasa hivi, nyinyi mna mashirikisho, Ongechi mna Bavicha, maana yake kwamba mtakuwa na list ya watu wenu wote ambao mpo nao, lakini pia hivi sisi mtakuwa na taarifa za watu wote mpo nao. Kuna vijana ambao pengine walipata madhara kwenye kile kichoko kimetokea ambao mpo nao nyinyi. Nianze kwa upande wako, labda hivi sisi kuna taarifa zozote ambazo wapo waliohudhurika ambao ni labda ni walikuwa ni wanachama wa UVCCM UDSM? Kwa upande wangu kwanza sina hata mmoja ambaye. Kuna hata mmoja ambaye ana taarifa hizo. Na uzuri zaidi kwamba wengi walikuwa mikoani kwa sababu vyuo vilikuwa vimefungwa. Kwa sijajua kama wanafunzi ambao walikuwepo walijihusisha, lakini vurugu pia zilitokea mikoani. Vurugu mikoani, baadhi ya mikoa, baadhi ya Arusha. Kwa hiyo sina taarifa ya mwanachama wangu yoyote au mwanafunzi wa UDSM kwa ujumla kwa kwangu mimi ambaye alipata madhara yote au alipata madhara yote kutokana na yale maandamano, vurugu ndani yake. Kwa hiyo sijapata taarifa wala sina mtu yoyote ambaye alipata changamoto kutokana na hiyo hali. Vipi kwa upande wako Ongechi? Kwa UDSM sijapokea habari kama hiyo. Hakuna habari kama hiyo. Kuna mtu yote ambaye ameweza kuumia au kuuawa tarehe 29 Oktoba hayupo. Kwa hiyo tuseme kwa maana hiyo vijana wa UDSM wako salama. Wapo salama. Sawa, sasa turejee kwenye logic yenyewe. Nilikuwa nauliza hivi kwa maana ya kwamba yamekuwa yakizungumzwa sana yakihusisha vijana wa Chadema wamehusika sana kwenye zile vurugu. Vijana wa Chadema wametajwa sana, chama kimetajwa sana kuhusika kuorganize yale yaliyokuwa yametokea. Unadhani hili pia lina ukweli kiasi gani wewe kama mwenyekiti? Kwanza Chadema hajaorganize maandamano. Chadema hakuitisha maandamano. Maandamano yameitishwa na Watanzania wenyewe na wanaharakati kutoka nje ya nchi. Wao ndio wakaorganize maandamano. Chadema kauli yao ya mwisho walisema ya kwamba sisi hatutashiriki uchaguzi. Lakini pia Chadema wakasema pointi ya msingi sana, kabla hatujafikia siku ya uchaguzi tunaomba tukutane tuzungumze, kwa sababu tunaiona kesho ya nchi hii ni mbaya sana. Hakuna haja ya CCM kwenda kushiriki uchaguzi bila Chadema. Tunaomba tukae chini, ninyi na CCM, sisi na CCM, tuzungumze mambo haya kinagaubaga, ili mradi kuepusha taifa likaja likaparanganyika. Lakini mambo hayo hayakufanyika. Wakasema wazi, bwana, tunaomba tukutane kwanza, tufanye maridhiano kabla ya kuingia kwenye uchaguzi. Wameenda kwa viongozi wa dini, wamekwenda kwenye asasi za kiraia, wamekwenda kwenye taasisi za watu binafsi, wamekwenda kila sehemu, lakini bado mwitikio kutoka kwa Chama cha Mapinduzi ulikuwa ni mdogo. Sasa imefika tarehe 29 Oktoba, wananchi from nowhere kutoka pande mbalimbali za nchi hii wakaamua kuingia barabarani. Walivyoingia barabarani, haukuona Mtanzania yoyote amebeba bango la Chadema. Haukumuona kiongozi yoyote wa Chadema yuko mstari wa mbele labda anawamotivate vijana waingie barabarani. Haukuona. Asa ukisikia hizi kauli ya kusema kwamba Chadema wanahusika na maandamano haya, nafikiri ni kauli ambazo kwa asilimia kubwa hazina maana yoyote na zinapaswa zipigwe marufuku, kwa sababu ni kama vile mtaka kuifanya Chadema kuwa chama cha vurugu. Chadema wanaamini kwenye haki. Haki ndio mstakabali wa taifa. Mwalimu Nyerere alisema tunapaswa tujenge taifa la haki
tusijenge taifa la amani, haki. Bila haki, amani haitokuwepo.